Hakika acha midomo yangu ikushukuru Mungu, lakini kutukuze sifa na utukufu tukikurudishia wewe. Ni siku nyingine tena tunapata nafasi ya kuwa hapa na utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, lakini ni kusalimu katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, mtazamaji wa Amani Radio Online TV, lakini na mtazamaji wa Holy Cross Family Ministry Tanzania. Siku hii ya leo tunapata nafasi ya kuzungumza hapa kuhusiana na idara ya vijana. Yapo mengi ambayo yanayohusu vijana, na Bwana Jerome Masi akiwa hapa na Scholastica Masanja pamoja na Grace Kitime, tunahakikisha kwamba lile anga la vijana tunayazungumza yote, kuwakumbusha pale ambapo wamesahau, kwa sababu tunajua ujana ni kipindi ambacho kina mambo mengi sana. Nasi tunamshukuru Mungu na hatuna neno lingine la kumwambia zaidi ya asante kwa kutupa vijana ambao wanahitajika katika kanisa, wanahitajika katika jamii, lakini wanahitajika pia katika ngazi ya familia. Mwanzo mpaka tamati, mimi ni Irene Simon, tusafiri wote. Lakini msikilizaji, una nafasi ya kuniandikia ujumbe wako mfupi kwa kile ambacho utakisikia kuhusiana na namna gani kumbukumbu na mawazo mabaya yanavyoweza namna ambavyo kumbukumbu na mawazo mabaya yanavyoweza kuzuia kufikia malengo ya vijana. Haya yote tutayazungumza hapa na utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania, na ujumbe wako kupitia 0797004018 ni muhimu sana. Wewe kijana, tuandikie kwa kile ambacho tunakukumbusha kwa siku ya leo. Lakini wewe mtazamaji pia unaweza kuandika maoni yako hapo chini, nasi tutakuja kuyasoma hapo baadaye. Na asante sana kwa kuendelea kusubscribe, kulike na kuendelea kuwa mwanafamilia kwa mada mbalimbali na midahalo mbalimbali ambayo tunazungumza ndani ya idara mbalimbali zilizopo katika utume wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania. Tumsifu Yesu Kristo. Tunapata nafasi hapa tena kwa mara nyingine kuzungumza katika idara ya vijana. Lakini kwa mtazamaji na msikilizaji ambaye anatusikia na kututazama kwa mara ya kwanza, afahamu utume huu unajihusisha hasa na nini? Asante. Utume wa familia wa shirika la Msalaba Mtakatifu Tanzania ni utume wa Kikatoliki ambao ulianzishwa na mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton mwaka 1942 kule nchini Marekani, na ni utume ambao unajikita katika kuhamasisha maisha ya sala ya familia, yaani baba, mama na watoto kukaa pamoja na kusali pamoja sala ya Rozari Takatifu. Ni utume ambao kwa namna ulivyoasisiwa unahimiza familia kukaa pamoja kwa amani, upendo, ushirikiano na kusali pamoja, hasa sala ya Rozari Takatifu. Ndio maana kwenye utume wa familia salamu yetu na kauli mbiu yetu ni familia inayosali pamoja huishi pamoja. Kwa hiyo kwa nchini Tanzania utume huu umeingia mwaka 2000 kupitia parokia ya Mtakatifu Brendan kule Kitete, Jimbo Katoliki Mbulu, lakini baadaye mwaka 2020 ukasogea Arusha kwenye parokia ya Moyo Mtakatifu Yesu Mbetini hapa Jimbo Kuu Katoliki Arusha. Na kwa sasa hivi utume huu manake unafanya utume wake nchini Tanzania kote. Tunafanya kazi kwenye majimbo yote kwa maana ya kuhamasisha maisha ya sala kwenye familia, kuzileta familia pamoja, kukaa na familia na kushauriana nao na kutatua changamoto mbalimbali za kifamilia ambazo zinafanya pengine familia zishindwe kukaa pamoja, kuhimiza masuala ya kiimani kwa watoto, kwa vijana, kwa wanandoa na wanafamilia kwa ujumla wake, kupatanisha na kuleta maelewano baina wanandoa na wanafamilia kwa ujumla wake, lakini zaidi kuhimiza Wakristo wa Katoliki kuimarisha ndoa na familia kama msingi mama wa kanisa. Na kwa ofisi zetu kwa upande wa Tanzania zipo Jimbo Katoliki Mbulu, parokia Mtakatifu Brendan Kitete, na parokia Mtakatifu Yosefu Mfanyakazi kule Kitete, pia Jimbo la Mbulu ambako mkurugenzi wetu Father Mbusa Vincent CSC yupo, na ofisi ndogo ipo Jimbo Kuu Katoliki Arusha, ofisi ya Moyo Mtakatifu Yesu Mbetini. Nikushukuru sana Bwana Jerome Masi kwa utangulizi huo kuweza kufahamu kuhusiana na utume huu wa familia wa Msalaba Mtakatifu Tanzania. Lakini kwa siku ya leo tunapozungumza kuhusiana na namna kumbukumbu na mawazo mabaya yanavyoweza kuzuia katika kufikia malengo ya vijana. Pengine kumbukumbu hizi mbaya ambazo tunazizungumza, msikilizaji anapaswa kupata picha gani kichwani anaposikia neno kumbukumbu mbaya? Asante sana mtangazaji. Unafahamu kwenye maisha ya mwanadamu zipo nyakati ngumu na zipo nyakati nyepesi. Ndio. Uko wakati ambao mtu anapitia furaha, anapitia mambo mazuri na anamfanya kwa kweli anakuwa ni mwenye furaha, mwenye bashasha, mwenye kutabasamu na kadhalika.
lakini pia zipo nyakati ambazo tunasema ni ngumu, nyakati ambazo mtu huyu anapitia huzuni, nyakati ambazo mtu huyu anapitia maisha ambayo kwa kweli yana ugumu wake, au kuna jambo ambalo linamchanganya kwa kiasi kwamba anafika mahali pengine anaona kama mambo yanaenda ndivyo sivyo. Ndio maana pia unafahamu katika historia na mwendelezo na mzunguko wa kanisa, ile kalenda ya mwaka, lazima pia tuna kipindi ambacho tunakuwa Bwana Yesu amezaliwa. Ile tarehe 25 siku ya Christmas tunasherehekea Bwana Yesu anakuwa amezaliwa, tunakuwa tunakaa kwa furaha na amani sana, na baadaye kidogo tukisogea baada ya miezi kadhaa tena tunaanza kipindi ambacho Yesu anapitia katika mateso, na baadaye tena tunakuja tunasherehekea ufufuko wake. Maisha yanaendelea hivyo. Kwa hiyo hata maisha ya binadamu kwa ujumla wake, kuna nyakati ambazo huyu mtu akikaa anapitia wakati mzuri, anapitia wakati pengine wakati mbaya katika maisha. Sasa baada ya muda anakuwa na kumbukumbu ya yale ambayo yalishawahi kutokea katika maisha yake, na kwa bahati mbaya ni kwamba ni rahisi sana kukumbuka mambo mabaya ambayo yamewahi kumtokea mtu kutokana na namna yalivyomfanya ajisikie. Pengine alimletea huzuni kubwa sana. Tumshukuru Mungu aliweka kusahau, lakini pia baada ya muda kuna vitu ambavyo mtu akikumbuka vinaweza vikamrudisha nyuma. Kwa hiyo tunavyosema kumbukumbu mbaya, tunamaanisha zile nyakati ngumu, nyakati za mateso, nyakati za taabu ambazo mtu amewahi kupitia. Na leo tunazungumza kwenye context ya kijana, kwamba kijana pengine alishawahi kupitia hali fulani, pengine yeye kama yeye kwa kuona au kwa kuhusishwa au kwa kujihusisha, ama kwa kutamkiwa, ama historia mbaya ya familia yake, au tukio ambalo amewahi kuliona katika maisha yake, namna gani ambalo linaweza likamwathiri katika kufikia ndoto zake katika maisha. Na asante sana Bwana Jerome Masi, lakini hapo nikisalia kwako kuhusiana na kumbukumbu hizi mbaya. Pengine kijana huyu ambaye amepitia nyakati ngumu, nyakati ambazo akizikumbuka zinamrudisha nyuma. Kwa namna gani maendeleo ya huyu kijana yanaweza kufifia? Ni kweli ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 18 mstari wa 10, inasema asionekane kwako mtu ampitishaye mwanaye au binti yake kati ya moto, wala asionekane mtu atazamaye bao, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala mshiri. Hapo nataka tuangalie tu kwenye eneo moja, wala mtu atazamaye nyakati mbaya. Ni kweli kwamba sio tu kijana, lakini tukianza na kijana na watu wengine, kama kuna jambo ambalo limewahi kutokea kwenye maisha yako na leo hii ukalikumbuka na likakuathiri katika utendaji wako, katika kuyafikia maono yako, kwa vyote vile lazima utarudi nyuma. Vijana ni umri ambao watu wanapitia changamoto nyingi. Kwa mfano mahusiano, mtu anaweza akawa alishakaa kwenye mahusiano na mtu ambaye walienda kwa urefu mbali kidogo, kwa kipindi kirefu, alafu ikafika mahali alimwamini sana yule mwenzake, na yule mwenzake afika mahali akawa amemwacha. Sasa leo hii akiendelea kuwa na hiyo kumbukumbu na ikamletea zile tunasema nani ambazo ni hasi, zile fikra ambazo ni hasi, huyu mtu yamkini kabisa, inawezekana kabisa huyu mtu akafika mahali akakataa kabisa kuingia tena kwenye mahusiano, asiolewe ama asioe. Pengine kuna mwingine ambaye pengine katika maisha yake amewahi kufeli hata kwenye labda biashara aliyokuwa anaifanya, na kuna vijana wengi ambao wanashindwa kufikia ndoto zao pia kwa sababu kuna mtu pengine katika maisha yake alishaye kuanza biashara akapata hasara au ile biashara ikafa. Anapotaka kunyanyuka tena, aidha yeye mwenyewe anakata tamaa kutokana na ile kumbukumbu ya kufa kwa biashara, au kuna watu wanamueleza kabisa kwamba wewe unafungua biashara hapa mtaani duka, mbona Jerome alikuwa na duka tena zuri na alikuwa na mtaji mkubwa kuliko wewe na lile duka lilikufa. Kwa hiyo mtu anafiishwa zile ndoto zake, unakuta kwamba anaachana kabisa kufanya hilo jambo katika maisha yake. Kwa hiyo kwa vyote vile kumbukumbu mbaya yote ambayo jambo lolote ambalo limewahi kutokea baya katika maisha yako, jitahidi sana hata ukitokea kwamba umelikumbuka, ulikumbuke kwa maana ya kwamba unaenda kutafuta suluhisho la pale ambapo ulianguka, na sio kutazama kwamba ulianguka wapi. Asante sana Bwana Jerome Masi kwa ufafanuzi huo mzuri. Lakini je, kwako dada Grace Kitime, tunapozungumza kuhusiana na idara ya vijana na wewe pia ni kijana vile vile, pengine mawazo gani ambayo yanaweza akawa ni mabaya sana yakamfanya kijana huyu wa sasa ambaye tunamzungumzia na ni nguzo katika kanisa, nguzo katika familia, nguzo katika jamii, lakini akitazamiwa baadaye kuwa baba bora au mama bora wa familia, yanaweza kukwamishaje malengo yake ya kufikia zile ndoto ambazo alikuwa anaziishi?
Tunasema kwamba mawazo mabaya mara nyingi hutokana na mazingira mtu ambayo tunasema amekulia au anakutana nayo, lakini pia mawazo mabaya mara nyingi hutokana pia na aina ya marafiki mtu anaokuwa nayo. Mfano kijana akiwa labda na marafiki wale ambao hawapendi kujishughulisha sana, huyu kijana akawa ni mpambanaji, marafiki watamwambia tu kwamba tunakuona unapambana, lakini mbona hatujawahi kukuona ukipiga hatua yoyote, unaonaje tu kukaa kama sisi. Kwa hile itampelekea yule kijana aanze kufikiria, ni kweli kama huwa sijawahi kuona kama wanasogea, ninafanya biashara lakini sioni kama biashara yangu inatoka, au sioni kama ninapata faida kwa kiasi kikubwa. Kwa anaanza kupata fikra mbaya kwamba kwa nini na mimi nisikae tu kama nilivyo. Kwa mara nyingi mawazo mabaya ya kijana yanatokana na mazingira na marafiki pia naokutana nayo. Lakini pia mawazo mabaya hutokana pia na kumbukumbu. Hizo kama alivyosema kaka Jerome, kumbukumbu mbaya. Zile kumbukumbu mbaya zinamletea mawazo mabaya, kwamba anakuwa anafikiria hasi tu kwenye maisha yake. Hasa kile kitendo cha kufikiria hasi kinamfanya huyu kijana mara nyingi akate tamaa, ashindwe kupiga hatua yote kwenye maisha yake. Kila akitamani kufanya jambo anakumbuka iliwahi kutokea jambo fulani kwenye maisha yetu. Yawezekana labda kwenye familia mtu alikuwa ni mpambanaji, labda akakatishwa tamaa au akarudi nyuma, au yawezekana tuseme mambo haya mabaya, labda ushirikina, kwa anaona na mimi nikipambana labda na mimi nitafanywa hicho kitu, kwa anaanza kufikiria vibaya. Hizo zinakuwa ni fikra mbaya au mawazo mabaya. Hayo yanamfanya anazidi kurudi nyuma. Lakini pia huyu kijana anakutana na mazingira, aina ya mazingira, labda anakutana na mazingira magumu sana, ambayo kila akitamani kufanya jambo linamfanya yeye ashindwe kufanikiwa. Kwa anaona mimi kila nikifanya biashara naona biashara hainipendi, kwa sitafanya tena biashara. Anajaribu nyingine au kundi lile la marafiki. Anaona hapana, sitaweza. Kwa ile inamfanya kila akifikiria anaona mimi sitaweza. Kwa ile inamfanya anarudi nyuma. Na hivyo kwenye maisha yake anaona bora tu nikae hivyo nilivyo. Sasa akiamua hayo au akifikiria hivyo, haimsaidii, maana yake anashindwa kutimiza yale malengo. Inawezekana alikuwa na malengo mazuri sana, lakini sasa yale mawazo, zile fikra, kila akitamani kupiga hatua zinamrudisha nyuma. Hivyo anashindwa kusogea mbele. Ndio sasa tunasema kwamba mawazo mabaya sasa yanategemeana. Inawezekana ni kama mazingira, marafiki anayokutana nao, au kumbukumbu zile mbaya. Zile kumbukumbu zinavyorudi kwake zinamtengenezea mawazo mabaya. Kwa kila akitaka kufanya jambo, mawazo hasi sasa yanakuja. Maana tunasema mawazo hasi sio chanya. Yale mawazo hasi yakija sasa yanamrudisha nyuma, kwa anakosa kujiamini. Akishakosa kujiamini, hawezi kufanya chochote, kwa sababu anaona nitashindwa. Niliwahi kufeli, niliwahi kusimama mahali nikashindwa kupresent vizuri. Sioni kama ninaweza nikaenda kufanya interview tena. Au niwahi kufanya interview mahali nikashindwa kupita. Sioni kama nitaweza. Kwa ile hali inamfanya anashindwa pia kufikia malengo. Kila akitamani kupiga hatua mbele anaona labda sio fungu langu hili. Labda sitaki kufika sehemu fulani. Kutokujiamini. Kwa ile kutokujiamini pia kutokana na zile kumbukumbu, yale mawazo ambayo alikuwa nayo, kumbukumbu zile mbaya, mazingira anayokutana nayo, marafiki anayokutana nao. Kwa unakuta hasogei. Kwa yale mawazo ndio malengo alikuwa nayo, lakini inabakia tu kuwa malengo. Au tunasema ndoto alikuwa nazo, lakini zinabakia kuwa ndoto tu, hazitimii kwa sababu ya hizo mawazo hayo anayokutana nayo. Ndio. Nikushukuru sana Grace Kitime, lakini nikija kwako dada Scholastica Masanja, tunaona idadi kubwa ya vijana wa sasa hivi wengi wamekuwa unitegemezi kwa wazazi kutokana na hali ya maisha ilivyo. Pengine kuna kumbukumbu mbaya ambazo wameshindwa kuzizungumza kwa wazazi, wameshindwa kuzizungumza kwa watu wao wa karibu. Utume wa familia mnawasaidiaje vijana wa namna hiyo? Utume wa familia tunawasaidia kwa kuzungumza nao. Pale tunapokutana nao kwenye semina mbalimbali za vijana, tunawapa hiyo fursa kwamba kijana asikate tamaa. Kijana asiogope kutoa mawazo yake, kushirikisha jambo lake kwa watu sahihi ambao wanaona kwamba hawa wanaweza kumsaidia. Kuna watu ambao kuna vijana ambao walishatendewa jambo au walishafanywa kitu kibaya au walishawahi kukatishwa tamaa na walikuwa wanataka kufanya jambo wakakatishwa tamaa. Kwa hiyo wamebaki nyuma. Kila akitaka kushirikisha jambo lake kwa mtu, anafikiria kwamba nilishawahi kumshirikisha mtu akanikatisha tamaa. Nilishawahi kumwambia jambo mtu akachukua fursa yangu. Kuna wengine walikuwa na ndoto nzuri, walikuwa na malengo mazuri, akamwamini mtu akamshirikisha jambo lake. Yule mtu akalitumia fursa, yeye akaibuka
akafanya lile jambo lake, alafu yeye akabaki na maumivu. Kwa hiyo mwingine amebaki na hayo maumivu. Basi utume wa familia sisi huwa tunawajenga na kuwarudisha katika matumaini kwamba kuna kuanguka. Ukianguka usibaki pale ulipoanguka, bali simama, songa mbele, angalia mbele. Sio kila mtu unayekutana naye ni mbaya. Kuna watu wengine ni watu sahihi, ni watu wazuri ambao ukimshirikisha jambo lako anakupa na mawazo mengine mazuri, anakwambia wewe ulikuwa unawaza kufanya hivi, ungefanya hivi ungefanikiwa zaidi. Kwa hiyo tunawapa matumaini kwamba usikate tamaa. Wewe bado ni kijana, wewe bado una matumaini mbele, bado una nguvu za kuweza kufanikishwa katika jambo lolote unalotamani kulifanya. Kikubwa kuwa na matumaini. Ondoa hofu kwenye moyo wako, ondoa uoga, weka matumaini. Mwamini Mungu, mshirikishe Mungu katika kila jambo unalotaka kulifanya. Sali, mwambie Mungu ninatamani kufanya hivi. Baada ya kumwambia Mungu, tafuta watu sahihi wa kuwashirikisha. Hakika utafanikiwa. Asante sana. Lakini nikija kwako Bwana Jerome Mmasi, tunamtambuaje kijana ambaye amekumbwa na changamoto mbaya maishani lakini akaachilia, lakini bado anaendelea kuzikumbuka, mwisho wa siku anakuwa mraibu wa madawa kulevya, anaingia kwenye matumizi ya pombe? Tunamtambua kwa namna gani na tunaanzia wapi kumsaidia? Asante. Kwenye utume wa familia tuna program mbalimbali za vijana, na tuna program kwa mfano ya Campus Move, alafu kuna the Gen Z Pathway program. Hii Campus Move inahusiana na vijana wote walioko vioni, na hii the Gen Z Pathway program inahusika na vijana walioko shule za sekondari, lakini pia wale viwawa wanaokuwa kwenye mazingira ya parokia na kule mitaani ambako tunaishi. Na vijana kama wanavyouliza huwa tunakutana nao. Mara nyingi ukikutana na kijana ukaanza kuzungumza naye kuhusu maendeleo yake binafsi, ukaona huyu kijana huyu anaanza kutaja watu waliomkwamisha katika maisha, ukasikiliza sababu zinazomfanya asifikie ndoto zake, akazungumza jambo baya. Kwa mfano, mwingine anaweza kuambia nilikuwa nasomeshwa na fulani, bahati mbaya yule mtu akawa ameondoka duniani, tangia siku ile ndio mimi safari yangu ya elimu ilishia pale. Unagundua kabisa kwamba huyu mtu bado ana kumbukumbu ambazo zinamvuta nyuma asiende kula anakokwenda. Kuna mwingine utakutana naye atakueleza kwamba kwa kweli mimi nilikuwa na mafanikio, nilikuwa na biashara yangu au nilikuwa na ajira mahali nikafukuzwa, lakini haishii tu kwenye kueleza ile scenario, anaishia pia kutaja watu. Atalaumu pengine mtu ambaye alimfanya akadondoka kwenye biashara, au atamlaumu mtu ambaye alimfanya mtu akafukuzwa kazi na mambo kama hayo. Moja kwa moja utagundua kwamba huyu mtu bado ana hizo kumbukumbu, bado zinamvuta nyuma. Lakini kama ulivyosema, pia asilimia kubwa ya vijana ambao tunawasikiliza kwenye program zetu na hata wanaokuja ofisini tunaongea nao na wengine tunachat nao kwenye mitandao yetu mbalimbali, utagundua pia kwamba hizo kumbukumbu sasa mbaya ambazo wamekuwa wakizikumbuka na zinawavuta nyuma zimewasababisha washindwe kuendelea mbele, wazunguke pale. Kama Biblia inavyosema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 3 kwamba yatosha mlivyozunguka mlima huu. Kwa mlima ambao vijana wamekuwa wakizunguka ni ile kila siku kuwaza na kulaumu kwamba kuna mtu alinisababishia hiki, kuna hali ilinisababishia hiki na nini. Lakini unaona hapo ndio pale ambapo sasa Mungu alikuja akazungumza na wana wa Israeli kupitia Musa kutoka katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati sura ya 2 mstari wa 3 kwamba yatosha, mmekuwa mkilaumu watu na kumbukumbu ambazo zimekuwa na yatosha, sasa inabidi ugeuke upande wa pili. Sasa huu upande wa pili ambao Biblia inatuambia vijana wageuke, vijana wengi wanashindwa kutokana na mambo mbalimbali. Tumesema na umegusia mojawapo ni kwamba wanajikuta wanatumbukia kwenye lindi la matumizi ya madawa ya kulevya. Hiyo ni changamoto kubwa sana kwa vijana wa sasa. Ukisoma tafiti nyingi zinakwambia kati ya vijana 10 walioko chini ya jangwa la Sahara African, kati ya vijana 10, vijana 5 mpaka 7 hapo wana uraibu wa madawa ya kulevya, lakini pia wana uraibu wa vitu vingine. Unajua kuna mtu anaweza akaishia kwenye kunywa pombe kupitiliza, nao ni uraibu. Kuna mtu anaweza akaingia kuwa tu ndani anakaa na simu yake anatazama tu vitu kwenye simu muda wote, amejifungia anatazama, ni uraibu. Kuna mwingine utajikuta kwamba anakaa tu pale, kazi yake ni kufuatilia movies zote kwenye television, kwenye zile program na zingine za kwenda kuchukua kwenye vibanda umiza. Ile yote ni uraibu. Sasa hii kwa vyote vile unamfanya huyu kijana badala ya kwenda mbele arudi nyuma zaidi na ajitengenezee kumbukumbu zingine mbaya zaidi. Sasa sisi kwenye utume familia
huwa tunazungumza nao psychologically tujue kwamba huyu kijana amekwama wapi, ni kitu gani ambacho pengine amewahi kukipitia nyuma ambacho kinamfanya ashindwe kusonga mbele. Na tukishafahamu kitu hiki, tunaenda naye, tunasafiri naye ili kuweza kumsaidia namna ya kuzisahau hizo kumbukumbu, au wakati mwingine kuitumia hiyo kumbukumbu mbaya katika kufanya kitu fulani kizuri ili kuiprove wrong hiyo kumbukumbu. Nitakupa mfano wangu mimi wakati nimemaliza darasa la 7 kule kijijini, ilitokea jirani yangu mmoja ambaye yeye bahati mbaya hakuwa amefaulu, lakini alisoma miaka 2 mbele yangu. Huyu bwana mimi nilipofaulu kwenda darasa la 7 akaniambia kwamba huwezi kwenda sekondari kwa sababu kule sekondari masomo ni magumu sana, na hata kufaulu kwako darasa la 7 hakukuwa kuzuri sana. Kwa hiyo akanijengea uaminifu kwamba kule sekondari ni pagumu sana. Kwa kweli pale mwanzo nilipata changamoto ya kuogopa, lakini nilivyoingia sekondari pia, wakati naanza yale masomo ya sekondari, unajua shule zetu za kijijini tumesoma asilimia kubwa ni Kiswahili. Wakati naingia sekondari, somo moja tu ndio linafundishwa kwa Kiswahili, ambapo ndio Kiswahili chenyewe, mengine yote ya Kiingereza. Nikaanza kuona kweli yamkini kila alichoniambia fulani ni kweli. Lakini kadiri nilivyoenda nikapata watu wa kunishauri, ndio pale ambapo nilikuwa nafanya vibaya, wa kunionelea ile hofu, uoga, nilijikuta kwamba ninapambana zaidi. Na kila nikikumbuka alichoniambia yule jirani na yupo pale, nilikuwa napambana kusoma usiku na mchana ili nifaulu, nimuonyeshe kwamba kile ulichosema kwamba sikiwezi ninaweza nikakifanya. Kwa hiyo ilinijengea sana nguvu ya mapambano, kwa sababu nilikuwa naona kwamba pengine yule bwana hakuwa na nia njema na mimi. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kitu ambacho pengine kinaweza kinanisaidia mimi binafsi, lakini kitamuonyesha na yeye pia kwamba hakuwa sahihi sana katika kunikatisha tamaa. Kwa hiyo hata vijana, inavyotokea kwamba una jambo ambalo limewahi kutokea nyuma na limeathiri maisha yako, au linakutokea sana na linaathiri maisha yako, usikomae sana kuangalia pale ulipodondokea. Tafuta suluhisho la namna ya kutoka pale. Utume wa familia tutakusaidia kwenye ushauri, tutakusaidia kwenye mbinu mbalimbali za kuweza kutoka hapo. Tutakushauri hata kwenye mbinu za kiuchumi, namna gani ufanye kama udondoka kiuchumi. Kama ni kwenye maeneo ya mahusiano, kuachwa au kuvunjwa moyo kwenye mahusiano sio kigezo cha wewe kutokuingia tena kwenye mahusiano mengine ya kwenye ndoa. Ni safari katika maisha, kwani mara nyingi ukiwa unatembea njiani, ukijikwaa mguu, huwa haurudi nyumbani. Huwa unanyanyuka, kama ni matibabu unaenda, lakini baadaye utaendelea na safari yako. Kwa hiyo vijana wasiishie njiani, tuendelee na mapambano. Hizo kumbukumbu zipo, lakini tujitahidi sana, kama sio kuzisahau, basi tuzitumie, zitengenezee hasira ya mapambano ili tuweze kufanya vizuri zaidi katika maisha. Hakika, kumbe kumbukumbu mbaya tunaweza tukazigeuza zikawa fursa mpya katika maisha mapya na tukasonga mbele zaidi. Lakini nikija kwako dada Grace Kitime, pengine kumbukumbu mbaya kwa kijana, labda alikuwa tangu utoto wake mzazi anamtamkia maneno mabaya, mzazi anamkatisha tamaa, hakuwa sehemu ya kuhakikisha kwamba ndoto zake akiwa mdogo anaziishi, basi atakapokuwa kijana aendelee kusonga mbele zaidi. Pengine zinaweza pia zikachangia kuwa sababu ya kijana huyu wa sasa kuishi katika kumbukumbu mbaya. Ndio, kumbukumbu anazokutana labda na wazazi, alitamkiwa jambo fulani na mzazi, aliambiwa labda we ni mtoto mbaya, we huko hivi, alikuwa anatamkiwa maneno mabaya. Huyu mtoto hata kikua, bado zile kumbukumbu zinakuwa zinarudi. Hata watu wakimwambia we ni kijana mzuri, unaweza kufanya kitu kizuri, akirudi nyuma nakumbuka mzazi wake aliwahi kumwambia hivi, anaona hata watu akimwambia ni bado anamdanganya. Ni kwa sababu gani? Huyu aliyemlea, aliyemtunza, ambaye amekaa naye miaka yote, alikuwa anamwambia kitu ambacho bado anakifikiria kichwani. Na huwa tunapenda kusema kwamba ni sawa na mtu ambaye anajitamkia mabaya, mtu anayependa kutamka mabaya. Hata kitaka kutamka mazuri, bado ile fikra yale mabaya inakuwa inarudi. Maana akili inakuwa imejitengeneza kwamba wewe ni mbaya. Kwa sasa huyu kijana ambaye labda tangu akiwa mdogo alikuwa anatamkiwa maneno mabaya, anatamkiwa vitu vibaya, kumbukumbu kwake zinazokuwa zinarudi kwake ni zile mbaya. Hata kama mzazi wake aliwahi kutamka jambo zuri, lakini bado ambazo zitaishi ni zile zile mbaya. Sasa huyu kijana, kwa sababu alikuwa na kumbukumbu zile mbaya tangu akiwa mdogo, inamaanisha hata akikutana na watu bado zile kumbukumbu mbaya zinakuwa zinarudi. Sasa huyu kijana ambaye kumbukumbu mbaya zinakuwa zinarudi kwa sababu alitamkiwa, hata akiwa na familia na yeye, unakuta na yeye anarithisha kile kitu alichopewa tangu akiwa nyuma. Sasa unakuta kwenye familia, kama alikuwa anafokewa, na yeye atakuwa anafokea watoto wake. Kwa sababu gani? Si kwamba anapenda, ila kuna ile hali alijengewa, ni saikolojia fulani alitengenezewa.
alikuwa anatamkiwa maneno mabaya. Hata akikutana na watu wengine hawezi kuwa na uwezo wa kutamka yale maneno mazuri. Yaani hata akijitahidi unakuta anatamka maneno mazuri kwa muda fulani, lakini bado anarudi. Kwa sababu gani? Alitengenezewa hali ya maisha fulani. Sasa huyu tunaweza tukamsaidia pia katoka hapo. Kwa mfano kijana ambaye labda tangu alivyokuwa analelewa akiwa mdogo alitamkiwa maneno mabaya, kwamba wewe ni kijana mbaya, labda sikupendi, mzazi alimwambia sikupendi, nikupata kwa bahati mbaya. Sasa anaweza akaiondoa pia ile hali, akajiona kwamba hastahili kwenye dunia. Lakini sasa kwa sababu alikuwa hivyo, anaweza sasa kubadilika. Tunajua wapo vijana ambao wamepitia hiyo hali, labda wazazi wao hakutegemea kupata ujauzito kwa kipindi hicho, lakini mzazi pia naye hakuwa anamtamkia, hamfurahii pia mwanae, hamfurahii mtoto wake, anamchukia kwa alikuwa anamwambia maneno nini mabaya. Sasa huyu kijana sijione kwamba hafai, labda kama alivyoambiwa. Hapana. Tunasema kwamba kila mtu hapa duniani amekuja kwa kusudi. Hata kama watu wengine wanaona haufai, ila Mungu amekuleta kwa kusudi. Na ndio maana ukisoma katika kile kitabu cha Isaya sura 43, nadhani kuanzia ule mstari wa 3 mpaka wa 6, anasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, nami nimekupenda. Mungu anasema tulikuwa wa thamani machoni pake, lakini alitupenda. Akasema nami nitakuinulia watu kwa ajili yako. Inamaanisha hata kama watu hawatatuona wa thamani, Mungu anatupenda. Na kwa kuwa Mungu anatupenda, Mungu ametuona ni wa thamani. Na huyu Mungu atatuinulia nini? Watu. Kwa cha kwanza, jambo la kwanza nalomwambia aondoe hofu. Ile hofu ambayo yuko nayo kwamba alitengenezewa tangu akiwa mdogo, aondoe hiyo nini? Hofu, kwa sababu Mungu anampenda. Na Mungu anamuona ni wa thamani. Kila mwanadamu Mungu anamuona ni wa nini? Wa thamani. Lakini jambo la pili, apende kujitamkia maneno mazuri yeye mwenyewe. Kila siku kukikucha ajiambie mimi ni wa thamani, mimi ninaweza kusimama, ninaweza kupambana, ninaweza kufika kule ambako watu wengine wamefanya nini? Wamefika. Hiyo itamjengea kila siku akijitamkia, ile saikolojia ya yale mabaya itaanza kuondoka taratibu. Kwa sababu gani? Anaishinda kwa kujitamkia yale yaliyo nini? Mazuri. Maana yake ubongo unaanza sasa kutengeneza kitu kipya kwamba kumbe kuna uzuri ndani yangu, kumbe kuna uwezo ndani yangu, kumbe kunaweza kusimama ndani yangu. Na ile hali akiwa anazidi kujitamkia, ile inakuja inamtengenezea kwamba anakuwa na jasiri, anaweza akasimama na akaishinda nini? Ile hali. Lakini tunasema jambo jingine, anaweza kuonana na watu ambao watamsaidia kupata ushauri. Yaani akalieleza tatizo analokutana nalo. Kwa sababu wakati mwingine watu wanapona kwa kueleza yale anayokutana nayo moyoni mwake, au kile kinachomsumbua kwenye fikra zake. Anaweza kuonana na watu akampa ushauri. Kwa mfano anaweza kaja kwenye ofisi zetu, au akapiga simu, au akaandika ujumbe, akapata ushauri. Ushauri unaweza kumjenga. Ile hali ya kuondoa kila kitu ambacho kiko ndani ya moyo wako, vile vinavyokubugu, pia ni hali una refresh ubongo wako, unaanza kutengeneza kipya. Kuzungumza pia nayo ni tiba. Inamaanisha anaweza kazungumza, akapata maneno yatakayomtia faraja, yatakayompa moyo, na akasonga mbele. Lakini pia jambo jingine ambalo anaweza akafanya, sala. Asiache sala. Sala inatutia moyo. Sala inatusaidia pale tulipokata tamaa, tunakuta tunanyanyuka tena. Hofu inaondoka kwa njia nini? Ya sala. Mtumishi wa Mungu Padre Patrick Peyton aliumwa sana, akaambiwa wewe uende nyumbani usubiri siku ya nini? Ya kufa. Angekuwa ni mtu mwingine tu, hapo mtu umeshakata tamaa kwamba maana yake nimeshatamkiwa hivyo, na ubongo unaanza kutengeneza kwamba nitakufa wakati nini? Wote. Lakini yule aliporudi kwenye sala ilimfanya akawa mpya. Anasema kwenye historia yake, akiwa siku ya 3 aliona ile hali kama ya giza imeondoka, aliona nuru kupitia nini? Sala. Anasema hofu iliyokuwa ndani yake aliona inakimbia, afu akaona ushindi unatawala ndani yake. Inamaanisha sala pia inaweza kutuletea ushindi. Sala inatuletea ushindi pale ambapo tunajikuta tumekata nini? Tamaa. Lakini pia sala inatuletea nguvu pale tunapoona sisi tumeshindwa. Wakati mwingine sala inatusaidia sasa kupata neema mpya. Tunaanza kusogea mpya. Kwa asikate tamaa, awe ni mtu wa sala, aende kwenye nyumba za ibada kila Jumapili, aende kwenye sala. Lakini pale anapopata nafasi pia kwenye misa za kazi aende. Kila siku neno linaposoma ndani yake linakuwa kitu nini? Kipya. Lakini jambo jingine pia, asiache kusoma neno la Mungu. Nasema neno la Mungu ni upanga unaokata nini? Kuwili. Maana kwa kusoma neno la Mungu pia unapata nguvu mpya. Kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 18 anasema kwamba msiyafikirie mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazameni nitafanya jambo jipya. Mungu atafanya jambo jipya kwenye maisha yetu. Kuna ukisoma neno la Mungu, zipo sehemu ambazo tunaona watu walipita kwenye changamoto, lakini tunao ushindi kule mbele yake. Inamaanisha nini? Mungu yani kwamba hata kama kuna changamoto, Mungu bado anatupa nini? Anatupa ushindi. Tukiangalia historia ya ya Sauli kuja kuwa Paulo. Yani
bado ushuhuda wa Mungu unadhihirika. Kwa maana yake huyu kijana asikate tamaa. Huyu kijana ajitamkie ushindi hata kama alitamkiwa mambo ya nyuma huko, kwa sababu sasa anatengeneza maisha ya kwake mwenyewe, sio maisha ya wazazi wake, ni ya kwake. Ajitamkie maneno mazuri, asome neno la Mungu, aende kwenye ibada, lakini pia aende atafute sehemu ambayo atapata ushauri. Atakapoambiwa ushauri afu utamtia moyo, atanyanyuka tena na atafikia malengo yake. Barikiwe sana dada Grace Kitime kwa ufafanuzi huo mzuri kabisa. Hakika kijana ambaye anakumbana na kuendelea kukumbuka kumbukumbu za mawazo mabaya ambayo yanamfanya kushindwa kufikia malengo yake, basi anapaswa kuanza upya. Lakini kujiona kwamba yeye ni wa thamani zaidi. Unapojithamini kijana, basi ujue yapo mazuri ambayo yatajijenga juu yako, lakini atajenga msingi ambao utakuwa imara zaidi. Pengine Bwana Jerome, kijana huyu ambaye tumezungumza kuhusiana na changamoto na namna ambavyo changamoto hizo na mawazo hayo mabaya yanaweza kumkatisha tamaa na kufanya ndoto zake zisiweze kutimia. Tukirudi katika masuala ya imani, tunamsaidiaje huyu kijana kuanza upya na kuamua kumtumikia Mungu, lakini kusimama katika imani na kumtanguliza Mungu katika sala na kuamini kwamba zile changamoto ambazo aliweza kupitia, zile kumbukumbu mbaya, zinaweza zikawa nzuri na maisha yakawa bora zaidi? Asante sana dada Irene. Ni Biblia inatuambia kwamba imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Tafsiri yake sio kuwa na hakika na mambo yaliyopita. Kwa hiyo tunatarajia nini mbele ya safari yetu kama vijana? Ni jambo la msingi. Lakini zaidi Biblia inatuambia na inatukumbusha mapito aliyopitia Ayubu. Kwenye Ayubu sura 22 mstari wa 29 inatuambia, wajapo kuangusha utasema kuna kuinuka tena. Kwa hiyo katikati ya kumbukumbu na mambo ambayo tumewahi kupitia kama vijana, ni vizuri kutotazama kwamba tulianguka wapi, na kwenda mbele kwa imani. Imani kwamba tunaye Mungu ambaye alitupitisha kwenye hali fulani kwa makusudi pengine, ili aweze kutujengea uimara wa kusimama vizuri zaidi kwa mbele ya safari. Ukiangalia kwenye Biblia takatifu, kuna mtu anaitwa Yusufu, tunamfahamu. Yusufu alipitia changamoto za kuuzwa mpaka na ndugu zake, za kudharauliwa, za kufanywa kila aina ya mambo mabaya. Na ilipofika ule wakati ambapo Yusufu aliinuliwa na Mungu akawa sasa ni waziri mkuu, wakati ndugu zake wana shida nyingi sana, yeye alifika mahali pa kuwasaidia ndugu zake. Tena hakutaka hata wajue kama ni yeye ndio anawasaidia. Wakati wameenda wakiwa na njaa kali sana, wakakuta yeye tayari ni mkuu wa ghala kwenye ile nchi ambayo alienda kutafuta chakula. Kwa hiyo tunavyosema vijana sasa kwa ujumla wake ni kwamba, moja, tuwe ni watu ambao tunamwamini Mungu kwamba katika yote ambayo tunayapitia bado yupo Mungu ambaye anatuandalia destiny nzuri kule mbele ya safari. Na tufahamu kwamba hali yote ambayo tumewahi kuipitia mbaya haikuwa na nia mbaya katika maisha yetu, isipokuwa tu pale ambapo sisi tutaamua kuipa tafsiri ya nia mbaya. Ilikuwa na nia nzuri ya kutuimarisha, ya kutujenga, ili baadaye tuweze kusimama na tuwe na historia nzuri ya kusimulia. Unafahamu, huwa tunawaambia vijana kwamba unapopitia kwenye hali ya changamoto, hali ngumu unayopitia kwenye maisha yako, ni kwamba wakati mwingine Mungu anataka akuinue kesho, lakini akikuinua pengine utakosa ushuhuda mzuri sana wa kueleza kwamba ulipita kwenye hali gani ndio ukaweza kufika hapo. Vijana wao ni watu ambao kama alivyosema Douglas, watu ambao wanaenda kanisani, wanasikiliza neno la Mungu, kwa sababu kule ndiko kwenye faraja. Vijana wao wanajiunga na vijana wenzao kwenye vikundi kama Viwawa, na wale walioko vioni TMCS, walioko sekondari TYSS. Wao wanaenda kwenye vyama mbalimbali vya kitume ambapo kuna kuwa na mafundisho mbalimbali yanayohusiana na haya mambo. Lakini pia wao ni vijana hawaendi jumuiya. Kwa kweli vijana wao wanaenda jumuiya. Ni kundi la vijana wengi sana. Grace Kitime, hili linatugusa. Yaani vijana wengi kuonekana jumuiya kwao ni changamoto. Kwa hiyo vijana nawahusia, msiende tu jumuiya pale ambapo unakaribia kuolewa au kubatiza mtoto. Nenda wakati wote, kwa sababu pale pana faraja. Kwa wale waliapweke ameshapitia changamoto huko, sasa anaona sana nahitaji kubatiza mtoto na sina ndoa, nifanye nini? Anaenda. Kwa hiyo ni vizuri vijana tuwe ni watu, kwa sababu kule kwa program za vijana kuna seminar mbalimbali, hata tunaenda tunatoa seminar hizo. Kuna watu wanakuja wanafanya counseling, kuna utakutana na watu ambao wataenda na wewe kwenye safari ya maisha yako, mtakuwa unawasiliana, kila ukutana changamoto utamwambia, atakupitisha hapa na hivyo. Lakini pia
tushirikiane na vijana wengine, kwa sababu kwenye ulimwengu wa vijana, kwenye imani hapo, tunavyoenda kwenye yale makongamano, kwa mfano makongamano kama Easter Conference, tunavyoenda kwenye makongamano ya jimbo au ya kidekania au ya parokia, kule ndani kunakuwa na program mbalimbali ambazo zinatusaidia pia kuweza kusahau mambo fulani nyuma ambayo tumeyapitia, na wakati mwingine hata kuombewa. Vijana pia tuwe ni watu wa kushiriki sakramenti ya kitubio. Changamoto ya pili hiyo. Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo kijana akiwa na umo, kaka Jerome ndo anakimbilia kanisani. Lakini pia zipo familia ambazo pia hazina misingi ya kumvuta kijana kusali kwa pamoja. Ikifika jioni utamuona yeye anakimbia kwenda kuangalia mpira, anakimbia PlayStation, sasa hivi ziko nyingi sana, na ni uraibu ambao kwa kijana ni mkubwa sana. Hasa huyu ambaye ana kumbukumbu mbaya inaweza ikamfanya akaingia kwenye matumizi hayo, hata pengine kampeleka kake akawa kibaka au mwizi. Ili aweze kusurvive maisha yakaendelea vizuri, kuna namna analeta maumivu katika familia. Kwa kweli. Kwa hiyo tuwe ni watu wa kweli kushiriki sakramenti ya kitubio na sakramenti zingine za kanisa, kwa sababu kwenye kitubio, unajua, mimi naamini kwamba katika umri wa ujana, hata mimi bado naagaaga ujana, ndio, lakini katika umri wa ujana kwa kweli tunafanya maasi mengi. Ukizungumza na vijana wengi huko, kuna mambo mengi magumu hata wanaogopa kwenda kuyaungama, yani kuyazungumza. Ndio maana tuna encourage, basi ikishindikana, kwa padri ambaye unamfahamu, kwa sababu nahisi kwamba akikuona kesho anaweza kukumbuka, unamuonea aibu, mtafute basi padri mwingine mahali, naenda kaungame, ili basi uweze kufuta pia hizo kumbukumbu mbaya, kwa sababu maungama yanasaidia kuondoka kwenye hizo hali mbaya na vitu kama hivyo. Lakini tukimtazama pia huyu mwanzilishi wa utume wa familia, Padre Patrick Peyton, yeye imani yake ilimfanya akasimama imara katika kuisaidia familia yake, lakini kufikia ndoto yake, kwa sababu katikati ya yale ambayo aliyapitia, kumbuka katika umaskini wa kifamilia ambao kipato cha kumuendeleza ilikuwa ni changamoto, lakini hata alivyosafiri kwenda kule nchini Marekani kwenda kutafuta ajira, bado ajira ilikuwa ni changamoto katika maisha yake. Na hata alivyopata ile ajira kidogo ya kumsaidia, na baadaye kaingia seminari na kaka yake, kule seminari mambo yakuwa rahisi pia. Alianza kuugua ugonjwa wa kifua kikuu, lakini baada ya kupona ule ugonjwa akarudi seminari. Baada ya kurudi seminari akawa padri. Alivyokuwa padri mwaka unaofuata akaanzisha utume wa familia ambao tunaozungumza sasa. Maana yake alitazama zile changamoto za nyuma alizopitia kama fursa ya kuweza kusaidia ulimwengu, kuwaleta watu pamoja, kuleta familia zikae pamoja, zisali pamoja, na leo hii tunaona kwamba utume huu umeenea kokote duniani, na leo tuko Radio Amani FM. Na tunapozungumza, dada Scholastica Masanja, kuhusiana na kijana, umeyasikia ambaye amezungumzwa na kaka Jerome kwamba vijana wengi washiriki sakramenti za maungamo, lakini kuonekana kanisani ni mara chache. Labda itokee kuna tukio la familia, ndio utamuona kijana anaenda kanisani naye anashiriki, aonekane kwamba ni mwanafamilia. Lakini kwa vijana hawa ambao changamoto au matatizo ambao wanayapitia na wanayabeba wao wenyewe, wanaamua kufa nayo, wanaona kwamba mimi nakufa kiume. Lakini binti sasa anaona kwamba nikilisema au nikimwambia mama yangu kwamba nimeumizwa sehemu fulani, kuna namna hawezi kunipokea vizuri. Anaanza sasa kuonyesha tabia ambazo sio nzuri. Pengine wazazi ambao wanakumbana na maumivu ya vijana wao, kwa sababu kila mzazi anatazamia mwanae au kijana wake baada ya muda fulani kuna matokeo anatamani kuyaona. Una lipi la kuzungumza naye? Kwa mzazi ambaye anaona kijana wake wa kike au wa kiume ameenda tofauti, akae naye kwanza, awe rafiki, atengeneze urafiki naye, azungumze naye, amuulize changamoto anayopitia. Japo vijana wengi hawawi tayari kusema kwa haraka, lakini ukimfanya rafiki utamrudisha kwenye mstari na atajiona wa thamani. Kwanza kijana akishaona amepitia changamoto, anajishusha thamani, anajiona yeye hafai, anajiona kila kitu anachokifanya yeye kwake ni kibaya, au kila atakachofanya anakosea. Utakapokuwa karibu naye wewe kama mzazi, atajiona kumbe bado nina thamani, ni rahisi kwake kurudi. Na atakapokueleza, mkumbushe kwamba ili aweze kutoka kwenye hiyo changamoto, aweze kusamehe. Awasamehe waliomfanyia jambo hilo, asamehe watu waliomsababishia maumivu, lakini pia aweze kujisamehe yeye mwenyewe. Mara nyingi watu tunakumbuka kusamehe wengine, lakini tunasahau kujisamehe. Jambo la kujisamehe sisi wenyewe ndio kubwa zaidi, kwa sababu tunatengeneza nafsi yetu inakuwa na amani. Alafu tunaruhusu, tunakuwa na utayari wa kusonga mbele. Kwa hiyo wewe kama mzazi,
mkumbushe thamani yake, mrudishie thamani yake kama kijana, kwamba bado una nguvu, bado unaweza, pamoja na kwamba umepitia hili, pamoja na kwamba kuna mtu amekusababishia hili, lakini wewe bado ni mshindi, wewe unaweza. Hebu samee, alafu songa mbele. Utaona yeye mwenyewe anaanza kubadilika, hata tabia zake zinaanza kubadilika, hata muonekano unaanza kubadilika. Anajiona kwamba kumbe na mimi bado nipo, kumbe bado na mimi ninaweza. Hata kama alikuwa amejiona kabisa kwamba hafai, lakini atajiona kwamba anaweza. Jambo lingine ambalo litasaidia, tuwarudishe kwenye imani. Sisi kama wazazi tuonyeshe kwamba sisi wenyewe imani inatusaidia. Tuwahadithie hata maisha ya watakatifu, kwamba unamuona mtakatifu fulani naye alipitia changamoto hii, kwa nini wewe usiweze kutoka hapa? Na wewe utatoka. Unamwelezea hata wewe changamoto uliopitia kama mzazi, kwamba hata mimi sikufika hapa nilipo kirahisi, na mimi nilikutana na changamoto kama hizi, lakini nilivuka. Si unaona mpaka leo tunaishi, si unaona mpaka leo tunaendelea mbele. Usikate tamaa. Kwa kumtia moyo na kumfariji, kijana anaweza kurudi kwenye mstari, kwa sababu sisi wazazi tuna nafasi kubwa sana. Tukisimama tunaweza kuwarudisha watoto wetu na wakakaa vizuri, na wakaja kuwa watu wazuri tu baadaye, na mpaka jamii kashangaa kwamba huyu amewezaje kufika hapa. Kumbe sisi wenyewe tunaweza kusaidia. Kuna wale ambao jamii inakuwa imewakatia tamaa, lakini kwa nguvu ya mzazi anarudi kwenye mstari. Vipi kwa wale wazazi ambao wanakumbatia matatizo ya watoto wao? Unakuta mzazi kaambiwa changamoto ya mwanae, kwenye jamii bwana watu wanamtazama kwa namna tofauti. Kuna namna jicho la kijamii halimuoni kwenye ule uhalisia wa kijana, lakini mzazi akipata nafasi ya kusikia anakuwa mkali mpaka na jirani wanagombana. Na wapa pole, kwa sababu ukitaka kujua tabia ya mwanao, muulize jirani yako. Ndio. Na ukitaka mtoto wako asimame kwenye mstari mzuri, mshirikishe jirani yako katika malezi. Tunapokania watoto wetu tabia tunazoambiwa, ni kwamba tunamtengeneza huyu kijana au huyu mtoto wako baadaye aweze kuwa bomu kubwa, baadaye asije kuwa hata msaada kwako, kwa sababu leo unamkumbatia kwa sababu bado ni mtoto au bado ni kijana, ataona ni jambo zuri. Lakini atakapokuja kujua ukweli kwamba wewe ndio umekuwa kisababishi, kuna wazazi wengine wamesababisha vijana ndio wameingia kwenye matatizo. Atakapokuja kugundua, ujiandae, utakuja uzee wako utakula kwa tabu. Atakuchukia machukio makuu, kwa sababu atagundua kwamba bila wewe nisingefika hapa. Ungenirekebisha, ungeniambia ukweli kwamba hili ninalolifanya sio zuri, nisingedumbukia kufika huku, nisingejiingiza kwenye makundi maovu, nisingeingia huku niliko, lakini wewe ndio ulikuwa sababu. Sasa kwa sababu wewe ulikuwa sababu ya kuniingiza huku, mwingine anatoka nyumbani haji tena kusaidia wazazi, mwingine anawatelekeza wazazi wake, mwingine anafanya matendo ambayo yatakuumiza na wewe uonje yale aliyopitia yeye. Kwa hiyo wewe kama mzazi, sisi wazazi tusije tukakana yale ambayo tunaambiwa kwamba watoto wetu wanafanya. Watoto wengi ambao wanajua kabisa tunawatetea, wakiwa nyumbani ni watakatifu. Hutaona kosa lake hata hili moja, kwa sababu si unamkumbatia. Ndiyo. Na hata akiambiwa kule anaweza, yani atajinyenyekeza mpaka na kulia, lakini na kuapa na viapo vikubwa kwamba sio kweli. Na kwa sababu unaona kule ndani anafanya vizuri, wazazi ndio hapo tu wanakosea. Lakini mtoto mwingine haonyeshi makucha ndani, lakini akitoka kule nje ndio sasa anaonyesha makucha yake kwamba yeye ni nani. Kama ni zile tabia mbovu zote zinaonekana nje, akiwa ndani anakaa kama mtakatifu. Kwa hiyo wazazi, tuwasikilize wazazi wenzetu kule nje. Wanajua tabia za watoto wetu, wanajua maisha mengi kuliko sisi. Asante sana dada Scholastica Masanja. Lakini nikija kwa dada Grace Kitime, tunaelekea ukingoni kutamatisha katika kuzungumza mambo yanayohusiana na vijana. Pengine kijana anayekumbwa na kumbukumbu na mawazo mabaya sana ambayo yanampelekea mwisho wa siku jamii ikamtazama tofauti, lakini familia kama ambavyo umemsikia dada Scholastica akizungumza, mama akaweza kuzungumza na akamsaidia kijana wake wakapona, lakini kwa baadhi ya wale ambao wanakumbatia matatizo ya vijana ikaleta changamoto ya baadaye. Pengine huyu kijana ambaye anapaswa kujua kwamba ujana wake ndio unamwandaa kuwa mama bora wa baadaye, kwa baba bora wa baadaye, unalipi la kuzungumza naye? Jambo la kwanza napenda kumwambia kwamba kijana kwanza kubali zile changamoto alizozipitia, kumbukumbu ambazo alitengenezewa,
na kila namna ambavyo alitengenezewa, labda ni mabaya yote alitengenezewa mpaka akamfanya kawa na kumbukumbu zile mbaya, kwanza kubali. Akishazikubali, asiishi ndani ya hizo kumbukumbu. Yani azikubali kwamba hizi zote zilikuwa ni changamoto, lakini zilikuwa huko nyuma. Lakini anze mwanzo mpya, kwamba asiishi ndani ya zile nini? Changamoto, kwa sababu kila mwanadamu anapitia changamoto. Na neno la Mungu kwenye kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura 10:13 anasema, jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwenzavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea ili muweze kustahimili. Kwamba kila mmoja anapitia changamoto. Yani kila mwanadamu, hakuna mwanadamu ambaye anapita gati kwenye mteremko, yani kamselele. Hakuna majira yaliyonyooka peke yake. Yani kuna wakati mwingine utapita kwenye milima, kuna wakati utapita kwenye mabonde, wakati mwingine utapita sehemu ngumu zaidi. Na tambarare pia hipo. Na tambarare lakini pia utapita. Lakini kwa sasa kwenye zile ngumu tulizozipitia, tuzikubali, lakini tukishazikubali tusikubali kuishi sasa ndani ya zile changamoto. Kama wazazi walikuwa ni sababu ya sisi kuwa vile tulivyo, tusikubali na sisi tuje kuwa wazazi kama walivyokuwa wazazi wetu. Kama ni aina ya mazingira yalivyotutengeneza tukawa vile, tukapita kwenye changamoto ngumu, tusikubali tuishi tena kwenye hiyo hali, hiyo aina ya mazingira. Ila tukubali kwamba kweli nilipita kwenye changamoto, tusizikatae, tukubali kabisa nilipita hapa pagumu, lakini ninaweza kuanza tena. Ukishakubali hivyo kwamba nilipita hapa lakini nataka kuanza upya, hiyo nguvu itakuwa ni mpya na kweli utaanza nini? Upya. Lakini kama nilivyosema mwanzo, tusiwe watu wa kujitamkia mabaya. Tulipita kwenye changamoto zile, tulipita kwenye yale magumu, tulikuwa ni watu wa ajabu, watu walitubeza wakasema nini? Ndio, tukubali kwamba tulikosea, lakini tuanze upya, tujitamkie mazuri. Na kuna mifano ya vijana ambao walipitia changamoto nyingi sana na sasa hivi ni watu maarufu, ni watu wazuri, jamii na wahitaji. Mtakatifu Agostino. Alipita kwenye hizo changamoto, mamake alisali sana. Lakini baadaye tunakuja kumuona alikuja kuwa kama mtakatifu. Kwamba manake kuna kubadilika. Yani ukiamua kuanza leo, kama hivyo unavyosema ukiamua leo kwamba natamani kuwa mtu sasa mzuri, kuwa kijana mzuri, baba bora, mama bora kwenye familia yangu, ukaamua kweli unakuwa mtu mzuri. Lakini kwenye kuamua huko, kama unaona kwamba yanakurudisha nyuma, nimekwambia yani chunguza pia hata marafiki wanaokuzunguka. Lakini tafuta watu, msaada wa watu ambao unaona watakusaidia. Wale unaona wanasogea kila siku, wanapiga mbele, wanasonga mbele. Lakini ukipita kwenye mazingira unakutana kwamba huyu kijana ni mzuri, jaribu kuwa na urafiki nao, wakusaidie na wao. Lakini pia jambo jingine, jitamkie maneno mazuri. Yani kila kukicha jitamkie kwamba wewe ni mtu wa thamani, ni mtu mzuri, unaweza kusimama tena, unaweza kufanya jambo jipya. Hiyo itakusaidia psychology yako inazidi kubadilika. Pale unapojitamkia mazuri, ubongo tunasema unatengeneza kwamba unatengeneza kitu kizuri, fikra nzuri. Ila ukiyakubali hayo, ukaacha hayo, ukajitamkia mazuri, kwa na marafiki ambao wanakusaidia, ukatafuta sehemu za kupata ushauri, ukapata ushauri mzuri, utajikuta unabadilika, unakuwa kijana mzuri. Yani watu ukipita mtaani watakwambia huyu si kama wazazi wake. Yani wazazi walikuwa wanamna tofauti, walikutengenezana ni mbaya, lakini wewe utaanza kubadilika, watakwambia hafanani na wazazi wake kabisa, hafanani na ile familia. Kwa sababu umekuwa kijana nini? Tofauti. Mzuri. Au ulikuwa ni kijana mzuri, au umetokea kwenye familia nzuri lakini ukawa kijana wa ajabu. Utaanza kubadilika, utasema kweli anafanana na ile familia. Ni kweli anaonekana ni mtoto wa fulani. Kwa hiyo tujitahidi vijana, tujitahidi kubadilika, jitahidi kujitamkia maneno mazuri, jitahidi kuwa na marafiki watakao kusaidia na sio watakao kurudisha nyuma kila siku. Jitahidi kuwa mtu ambaye unapambana, usiwe mvivu, watu kwambia ni mvivu mno, kwa watu wezi kukamsaidia. Mtoto wa mama. Jitahidi, pambana ili upate namna pia ya kusaidika. Unapokuwa unapambana, mtu anapata namna kusaidia, kwa sababu anaona huyu ni mpambanaji, wacha nimsaidie asogee tena nini mbele. Kwa jumla yetu tuseme kwamba yale yote uliyoyapitia ni kweli uliyapitia, lakini yasikufanye ukarudi nyuma, ukaishi kwenye yale. Ya kufanya basi uishi maisha tofauti, ya kufanya iwe ni fursa kwako ya kujifunza, kubadilika na kuanza upya na kufanya mambo mapya mazuri ambayo jamii hata wakiona watasema wow, tulikuwa tunamtaka huyo. Barikiwe sana Grace Kitime. Lakini kwa kutamatisha, Bwana Jerome Masi, haya yote ambayo tumeyazungumza pengine yamekuwa sehemu ya uponyaji kwa kijana ambaye anatufuatilia sasa. Alikuwa na changamoto ambazo anakumbana nazo kwenye familia, labda kuna mawazo mabaya. Vijana kundi kubwa sana sasa hivi wanaumizwa kwenye mahusiano na swala zima la kipato. Kuna umri ukifika kijana akiona
mbona mpaka sasa sioni kama mfukoni kwangu kuna nifanya niwe na familia ama kuweza kusaidia familia. Anawafikiaje watu wa utume wa familia kuweza kumsaidia kwa ushauri? Asante. Utume wa familia tunafikika na ni kirahisi sana. Unaweza ukaja ofisini kwetu upande wa Jimbo Katoliki Arusha, tuko parokia Moyo Mtakatifu Yesu Mbetini. Tupo pale, ukija utatupata, lakini kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana kwa jina la Holy Cross Family Ministries Tanzania au HSFM Tanzania upande wa Instagram na TikTok. Tunapatikana pia kupitia namba ya simu, muda wote unaweza kutafuta tukazungumza au tukachat kwa namba ya 0623 0623 303. Kwa hiyo ukitaka pia ujiunge na makundi mbalimbali, tuna kundi la vijana wa Tanzania. Ukitaka kujiunga nao, ambako pia ukiwa na changamoto yote unaweza kusaidika. Pia unaweza kaunga kupitia WhatsApp na makundi kama ya single parents kwa wale wa single parents, na wale wenye familia pia tuna makundi ya maisha ya familia na ndoa. Unaweza kujiunga kule ukaendelea kupata elimu mbalimbali na kuweza kusaidika. Kwa hiyo tunawaalika vijana pia, ili muweze kupata elimu kama hizi, tukumbuke kusubscribe na comment, like and share kule kwenye YouTube, kwenye Instagram, Facebook, katika account zetu mbili. Ndio. Ya Holy Cross Family Ministries Tanzania na ile ya Amani Radio Online TV. Ukiweza kulike, ukashare, ukasubscribe, itakuwa ni njia rahisi kuendelea kupata mafundisho kama haya, lakini zaidi kushirikisha wengine yale mambo mazuri ambayo pia tunaendelea kuyatoa mara kwa mara. Barikiwe sana Bwana Jerome Masi. Asante sana dada Scholastica Masanja pamoja na Grace Kitime. Hakika tumeweza kuzungumza kwa uchache, japokuwa ni kwa wingi zaidi, kuhusiana na kumbukumbu mbaya na mawazo mabaya ambayo kijana amekuwa anayakumbuka kila siku kwenye maisha ya kwake na kusababisha ashindwe kufikia malengo ya kwake. Mungu awabariki sana. Amen. Asante sana wewe ambaye umetufuatilia kupitia 101.5 Amani Radio FM, lakini asante sana wewe ambaye umetufuatilia kupitia Amani Radio Online TV na Holy Cross Family Ministries Tanzania kuweza kujifunza. Na leo tumezungumza kuhusiana na idara ya vijana, namna ambavyo kumbukumbu na mawazo mabaya yanavyoweza kuzuia kijana kuweza kufikia malengo yake. Kijana ambaye unatutazama, kijana ambaye unatusikiliza sasa, basi ni kusiamua leo, amua kuanza sasa, amua kutengeneza msingi mpya wa maisha yako, amua sasa zile changamoto na mawazo mabaya ambayo yalikupitisha wakati wa nyuma, kwa kipindi hiki cha mwanzo mpya yatumie kama fursa mpya ya kuhakikisha kwamba unasonga mbele katika imani, lakini unakuwa zaidi kiuchumi, lakini unakuwa na maisha ambayo yana ushuhuda kwa jamii na wote ambao wanakuzunguka, na kufanyika baraka pia katika familia ya kwako. Mungu akubariki sana. Mimi ni Irene Simon, tukutane kipindi kijacho.